Serikali ya Kenya imesema kuwa juhudi za kuwaokoa raia wake waliojiunga na jeshi la Urusi katika vita vya Ukraine ni ngumu, lakini si jambo lisilowezekana. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, hadi kufikia Februari mwaka 2026, zaidi ya Wakenya 20 tayari wamefanikiwa kurejeshwa nyumbani. Hata hivyo, bado kuna wengine wengi wanaodaiwa kubaki katika mazingira hatari ya vita. Changamoto kubwa imekuwa ni namna ya kuajiriwa kwa njia ya udanganyifu. Wengi walipewa ahadi ya kazi zenye mishahara mizuri kama ulinzi, udereva au kazi za kawaida, lakini walipofika walijikuta wakipelekwa moja kwa moja vitani bila ya mafunzo ya kutosha. Baadhi yao walinyang'anywa pasi za kusafiri na kuzuiliwa kusafiri au kuondoka. Hali hii imefanya iwe ngumu kwa ubalozi wa Kenya ulioko Moscow kuwafikia na kuwasaidia. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya Wakenya walipelekwa moja kwa moja katika maeneo ya mapigano makali, jambo linaloweza kuhatarisha maisha yao katika kufanya zoezi hilo. Familia kadhaa zimekuwa zikihaha kutafuta majibu, huku zikidai kupata ushirikiano mdogo kutoka kwa mamlaka husika. Iwapo kifo kitatokea, kurejesha miili yao huwa na changamoto kubwa, hasa pale maeneo husika yanapokuwa chini ya udhibiti wa upande mwingine wa vita. Pamoja na ugumu huo, serikali ya Kenya imeanza kuchukua hatua kali dhidi ya mamlaka matapeli wa ajira kwa kufunga mamia ya mashirika yanayoshukiwa kuhusika na ulaghai huo. Pia baadhi ya waliorejea walipatiwa msaada wa kisaikolojia ili kuwasaidia kurejea katika maisha yao ya kawaida. Hatima ya waliobaki bado haijulikani wazi, lakini juhudi diplomasia zinaendelea ili kuhakikisha Wakenya wanarejea salama.